there is peace. In the house of God, there is fullness of joy. Hallelujah. So we are in the house of God and we are happy. Amen. Hallelujah. Amen. Basi nilipoambiwa nitasimama, I was praying and seeking God na kumuuliza Bwana, what am I going to speak, because tuko katika hali ambayo ni ya kutatanisha, ambayo haihitaji tu any word. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka neno kutoka kwa Mungu. Amen. And I believe kwamba hili neno ambalo tutalisoma ndilo ambalo Bwana ameona tuweze kuweza kushirikiana pamoja. Twende katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 16, Acts of Apostles 16. May the Lord have mercy na nipatie neema ya kutosha kukimbizana na hizi dakika chache katika jina la Yesu. Amen. Matendo ya Mitume 16, Acts of Apostles 16. I'm going to start from verse 16. Inasema hivi: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari za desturi zisizokuwa halali kwetu tuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kuwapa amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini 25, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla, 26, ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyao wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje, akasema, bwana zangu,
yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote. Wakati huo huo akawaleta juu ya nyumbani kwake, akawaandalia chakula. Akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Baba, ni asante kwa sababu ya usomaji wa neno lako. We want to thank you, we want to bless your name. Thank you because of the reading of your word. Father, we pray for the Holy Spirit take control over this service in the name of Jesus. Take charge and take control. In Jesus' name we pray and trust. Amen. Kutokana na mahali ambao nimesoma, I want to speak about what will you do at the midnight. Utafanya nini usiku wa manane? And I believe tu katika season ya usiku wa manane. Bwana asifiwe sana. So we need to know what we will do at midnight. Because the season ambayo tuko katika season ya usiku wa manane. Mahali ambao tumesoma, Biblia inaongea kuhusu story ambayo tulifunzwa hata tukiwa Sunday school. Tuliimba nyimbo hiyo ya Paulo na Sila. Yes. Tukiwa Sunday school. Milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka, Yaani hata tukiwa watoto wadogo tulijua kwamba maombi yana nguvu ya kufungua milango. Hallelujah. Yes. Maombi yana nguvu ya kutoa mtu mahali ambapo amekaa ni kana kwamba amefungwa. Maombi yana nguvu ya kufungua yule mtu, Maombi yana nguvu ya kufanya chochote. Bora tu tuombe mahali popote wakati wowote. Mahali ambapo tumesoma, Biblia inasema kwamba imeanza na kusema kwamba Paulo na Sila, wakati huu ukianzia 16 pale from verse 1 unapata kwamba ni wakati ambapo Paulo alikuwa katika akihubiri sehemu za Asia, akihubiri sehemu mbalimbali kulingana na Matendo ya Mitume 16. Na wakati huu ni wakati ambapo usiku wa manane Bwana akamtokea malaika, akamtokea akaona katika ndoto akiitwa kwenda sehemu ambayo inaitwa Macedonia. Akaona mtu anasema, njoo utusaidie huku Macedonia. Na Biblia inasema kwamba akaanza safari ya kuelekea Macedonia. Na Biblia inasema kwamba akafika katika Filipi akiwa katika njia akielekea Macedonia. Na alipofika Macedonia, Biblia inasema kwamba akakutana na mwanamke aliyeitwa Lydia. Paulo akaweza kuhubiria Lydia akaweza kupokea neno la Mungu. Lydia akapenda Paulo na Sila, akawakaribisha katika nyumba yake ili waweze kula chakula cha mchana. Ukisoma vizuri unaona kwamba Paulo na Sila walipoingia katika huo mji wa Macedonia, maana walikuwa ni watu waombaji, waliweza kuidentify mahali ambapo watakuwa wakienda na kuomba. Na walipoanza kuamka asubuhi na mapema kwenda katika pale mahali pa kuomba, Biblia inasema kwamba mara kwa mara wangepita mahali fulani wakielekea katika hapo mahali pa kuomba. Na Biblia inasema kwamba mahali tumesoma 16 pakawa na mwanamke, pakawa na msichana ambaye alikuwa na roho ya uaguzi, alikuwa na roho ya divination, a spirit of divination. Biblia inasema kwamba huyu mwanamke aliweza kupatia mali watu wake, kwa sababu hii roho ya divination ilikuwa ni roho ambayo inaleta faida, ilikuwa ni roho ambayo ingeleta faida katika jamii. Yaani huyu mtu ama huyu mwanamke angekuja angekwambia shida zako, angekwambia kile kinakusumbua, kama tu vile ambavyo tunaishi katika hiyo season ama wakati ambapo watu wengi siku ya leo wanapenda kusikia kuambiwa mambo.
kuambiwa tu mambo twao, kuambiwa vile ambavyo wanataka kusikia. Sasa huyu mwanamke alikuwa na hiyo roho ya kusema mambo ambayo ya kukuambia vile ambavyo umelala, vile ambavyo umeamka, kile kinachokusumbua. Na kwa sababu ya hiyo roho ya divination akapata mali nyingi, na familia yake ilifaidika sana kupitia huyu mwanamke, kupitia hiyo roho ya uaguzi. Na wakati mmoja Paulo wakiwa wakipita hapo, wakiwa wanaelekea katika mahali pa kusali, Biblia inasema huyu mwanamke akaona Paulo na akasimama akasema, hawa ni watumishi wa Mungu ambao wanahubiri neno la wokovu. Bwana asifiwe sana. Maneno ambayo huyu mwanamke aliyosema ni ya kweli, lakini roho anayetumia sio roho wa Mungu. Ya kwamba hawa ni watu wa Mungu, wanahubiri nini? Neno la wokovu, wamewaletea wokovu, wasikizeni. Unaona, anaongea ukweli, lakini yeye anaongea ukweli, ana ukweli ndani yake, amejificha. Bwana siwe sana. Na mara kwa mara akawa akisema hayo maneno. Na Biblia inasema kwamba ikafika mahali Paulo akaghadhabika, akapatwa na hasira ya kiungu, na akaangalia, akapima, akaona huyu msichana atumii roho wa Mungu, lakini anatumia roho wa uaguzi, roho wa utambuzi. Bwana siwe sana. Na akasimama akakemea yule roho, akasema, katika jina la Yesu Kristo na kemea huyo roho aliye ndani yako. Na ili ujue hakuwa roho wa Mungu, Biblia inasema kwamba yule msichana akawekwa huru kutokana na that spirit. Na alipowekwa huru kutokana na ile roho, Biblia inasema kwamba watu wake wakaghadhabika. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanafaidika through that spirit. Walikuwa wanapata mali through that spirit ya divination. Wangelipwa pesa, wangepata pesa. Huyu mwanamke akija akikutabiria ungemlipa. Angekuja anakwambia, kesho utanunua shamba, huko na gari ya namna hii, huko na nyumba ya namna hii, unampea pesa. So walitajirika kupitia huyu mama. Na Paulo alipokemea yule roho ndani ya yule mama, yule roho mchafu wa uaguzi akatoka. Na Biblia inasema mahali tumesoma 19, basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji, wakawachukua kwa makadhi, wakisema, watu hawa wanachafua sana miji yetu, nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Bwana siwe sana. Unaona, Biblia inasema wakaekelewa uongo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanapinga injili ya kweli. Injili ya kweli haikuanza kupingwa leo, maana shetani si wa jana. Biblia inasema kwamba shetani ni joka la zamani, hajaanza kazi jana, alianza tangu zamani za Paulo na Sila. Wakaekelewa uongo ya kwamba wanahubiri injili ambayo ni ya uongo, wanaongea mambo ambayo si ya ukweli, na wakashikwa, wakapelekewa wazee wa baraza. Unaona, persecution ya kanisa ijaanza jana.
Persecution ya kanisa ilianza kitambo, na kama sisi ni kanisa la Yesu, lazima tutapitia persecution, lazima tutaekelewa mambo, lazima tutafanywa mambo ambayo hayataleta faida katika maisha ya Ukristo. Tutadharauliwa, tutatukanwa, tutaambiwa maneno yote ya kila aina, tutaonekana tukiwa ni watu ambao tuna maana, lakini tuna maana mbele za Mungu. Usisahau tunaongea kuhusu what will you do at midnight. Paulo wakashikwa, wakapelekwa mbele za wazee. Bila nasema kwamba makutano wote 22 wakaondoka, wakawaendea makadhi, alafu wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. 23, na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakawaamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Amen. Biblia inasema, ukisoma historia ya Paulo akiongea kuhusu kule kupigwa alikopigwa, when you read in the book of 2 Corinthians 11:24, vile viboko havikuwa viboko vya kawaida, vilikuwa viboko 40-1, 39 za nguvu, viboko 30 na ngapi? 39. Biblia ya Kiswahili inasema bakora. Bakora zile zinabebangwa na wazee. 39 of them. Yaani hao wapendwa walitandikwa vilivyo. Alafu sikia, bila nguo. Bwana sifiwe sana. Walipigwa bila nguo. Kwa nini wanapigwa bila nguo? Because of the gospel of Jesus. Hallelujah. Kwa sababu ya injili ya Yesu. Kwa sababu tu wamehubiri injili ya Yesu na wamekemea pepo, na pepo akatoka. So ukikemea pepo akitoka, tarajia bakora. Hello? Yes. Wakatolewa nguo na wakatandikwa, alafu wakapelekwa gerezani. Alafu mlinzi wa gereza akaambiwa, linda hawa watu vilivyo. Sijui kama ushawahi kuwa slap moja tu na mtu because of Jesus. I don't know. Sijui kama ushapigwa kofi kwa sababu ya Yesu, ukafili hiyo humiliation because of Jesus. Bado sio sana. Hawa watu walitandikwa proper na wakaekwa kwa gereza, na walipowekwa kwa gereza, yule mlinzi wa gereza hakuwahurumia, akachukua akawafunga vizuri na akawaweka mahali. Wamepigwa bila nguo, wako na vidonda, wako na majeraha, na wamefungwa pingu mikono na miguu, na wakaekwa mahali. Wakaambiwa sasa, kaeni hapo. But the Bible says in the midnight. Hallelujah. Unajua ukiona the word but, it changes all things. It changes everything. Ukiona neno but inabadilisha kile ambacho kilikuwa kimesemwa hapo mwanzo. Ndio walikuwa wamepigwa, ndio walikuwa wametolewa nguo, lakini usiku wa manane. Hallelujah. Usiku wa manane, they did not complain. In the midnight, they did not complain. In the midnight, they did not cry.
In the midnight they did not give up. In the midnight they prayed and praised the Lord. Hallelujah. Hiyo ndio inabadilisha kila kitu. Usiku wako wa manane unapokuja, utakukuta ukifanya nini? Usiku wako wa manane unapokuja, utakukuta ukiwa wapi? Usiku wa manane wa Paulo na Sila ulipokuja, uliwapata wakiomba na kumsifu Mungu. Watu ambao wamechapwa bakora na hawana nguo. Hallelujah. They did not give up on God. Hawakutupa mikono wakasema huyo Yesu akae, huyo Mungu akae ambaye hakutuokoa kutokana na bakora. Hapana, walitumia huo wakati kuomba Mungu na kumsifu usiku wa manane. Biblia inasema hivi, lakini panapo usiku wa manane. Nataka uone watu ambao ni watu wa namna gani, ambao usiku wa manane wanaomba na kumsifu Mungu. Hawa si watu ambao wako katika comfort zone. These are people who are in pain. Hallelujah. These are people who are suffering, but at the midnight they forget about their suffering. At the midnight wanaamuka wanasifu Mungu. Wanaamuka wanaomba wakisema nini? Wanaomba wakilani Mungu? Hapana. Wanaomba wakisema, wewe Mungu tunakupenda, wewe Mungu pokea sifa na utukufu. Huu wakati wa COVID-19 wapendwa, huu ni wakati ambao ni wa kuomba na kusifu Mungu. Huu si wakati wa kusifu COVID-19. Huu ni wakati wa kusifu Jehova. Haleluya. Usiku wa manane unapokuja, wacha ukukute ukiomba. Usiku wa manane unapokuja, wacha ukute ukimsifu Bwana na ukimwinua peke yake. Maana yeye ndio ana uwezo wa kufungua milango yote. Yeye ndio ana uwezo wa kuponya maisha yetu kutokana na COVID-19. Amen. What do you do at the midnight? Do you cry? Oh God, what am I going to do? No, at the midnight is the time to pray and praise God. Hallelujah. Amen. Wakati ambapo, I don't know what is your midnight. Wakati ambapo unasikia biashara ziendi vile ambavyo zinaenda, huu si wakati wetu wa kunung'unika kama Wakristo. Wakati ambapo biashara zinasama, sisi tunainuka, tunamuita Bwana ambaye ana uwezo wa kuinua tena biashara zetu. Wakati ambapo makanisa yamefungwa, yafunguliwi, huu si wakati wa kucomplain, bali huu ni wakati wa kusimama na kuomba na kumsifu Mungu afanye kitu at this moment. So usiku wa manane, what do you do? Nasema lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Haleluya. Unajua si lazima ufanye kile watu wengine wanafanya. Si lazima watu wafanye kile wewe unafanya. Haleluya. Wao walijua siri. Wale wengine wakiwa wamelala wakiwaangalia, walijua anayeweza kututoa hapa, hatuwezi mnyamazia. Anayeweza kututoa hapa lazima tumuite na tumsifu. Wanasifu. Wanasifu. They are in pain, yes, but they are praising God. Ndio mambo yaendi vile ambavyo tungependa yaende, lakini hatutaacha kusifu Jehova kwa sababu ya some temporary situation. This season is not permanent. Hii season sio ya kudumu, ni ya muda mfupi, na haitatuzuia kuomba, haitatuzuia kumsifu Bwana. Sababu tunapoomba na kumsifu Bwana, ndiye ambaye atafungua milango. Wale wengine wakiwa wanawatazama, wao wangeomba
Alafu ukijifunza ama ukifanya study kuhusu magereza ya Warumi, vile ambavyo watu walikuwa wakiingia gerezani wanawekwa, si vile kama magereza yetu. Gereza yetu unajua, unaona mtu amewekwa hapo, mwingine. Magereza ya Kirumi yalikuwa fani, yalikuwa ni kama cage kamechongwa ambako kanatoshea mtu, alafu kuna venye mtu angekaa. Bwana sio sana. Kuna venye yani ungeweza yani hivi namna hii. Hakuna kutwist namna hii. Kuna venye namna hii. So yes. So you can imagine Paulo wako hapa, Sila naye ako mahali yake. So nani angeanza praise and worship? Nani angeanza prayers? Hakuna ati hoi tuanze. So hakukuwa na comfort. Yaani mahali pazuri pa kuombea. Si kama huku kwetu unazunguka ukiomba. Yaani walikuwa wamekaa mahali moja. Mahali ambapo kuna amani. Hapa kupatii amani, umekaa namna hii. But katikati hiyo kukaa namna hiyo hakukuwazuia kuomba. Midomo yao ikufungwa. Wangefungua midomo kuomba na kumsifu Bwana. Haleluya. Usiku wa manane wangeomba. 26 inasema walipoendelea kuomba na kukaza na kusifu Bwana na kuomba, inasema ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafanya nini? Ikafunguka. Vifungo vya wote vikalegezwa. Bwana sisa. Ghafla pakawa na tetemeko. Earthquake. Maombi, sifa inaleta earthquake ya kiroho, wapendwa. Bwana sisa. Hallelujah. Earthquake ya kiroho. As we pray, as we worship God, there shall be a setting in the spiritual realm. Hallelujah. Na pale ambapo hii pepo ilitoka itarudi in Jesus name. As we continue to pray and worship the Lord, there shall be earthquake in the spiritual realm. Katika ulimwengu wa kiroho kutakuwa na earthquake. Na wacha nikwambie, earthquake ya kiroho inasababishwa na Paulo na Sila. Na wewe ndio Paulo na Sila wa leo. Unataka earthquake ya kiroho ikuje, basi lazima uombe na kumsifu Bwana. Hata tukiwa nyumbani, weka timetable ya kuamuka usiku wa manane. Sasa ile watu wamelala saa 6 ya usiku, at the midnight, huwa ni saa ambayo hata shetani mwenyewe anasinzia. Usiku wa manane saa 6. Huo ndio usiku ambao ni wa kutingisha ngome za kila aina. Huo ndio kama vile askofu alituambia la Sunday, alituambia kwamba COVID-19 ni stronghold. Hallelujah. Na hii stronghold itaondolewa na kina Paulo na Sila ambao ni mimi na wewe. Lazima tuombe, wapendwa. So tuache kuongea kwingi na tuombe a lot. Mazungumzo mengi haitaleta earthquake. Like much prayer, much praise, italeta earthquake. Hallelujah. So, in the midnight, you need to rise up and pray. In the midnight, you need to rise up and worship the Lord. In the midnight, you need to rise up and claim your blessings in the name of Jesus. Binasema ghafla pakawa. And it's like they were not expecting. They were just doing their duties. Sababu ni kitu ambacho walikuwa wamejizoesha. Maombi ya usiku wa manane ilikuwa ni kama lifestyle katika maisha yao, wapendwa. Na ndio unaona hata wakiwa katika mahali ambapo sio comfort, kwa sababu ni lifestyle, waliomba. Bwana sisa. Hakuna mahali huwezi ukaombea, na hakuna mahali huwezi ukamsifu huyu Mungu. Praise the Lord. Hallelujah. So Biblia iko very specific mahali ambapo tumesoma. Inasema at the midnight Paul and Silas prayed
and sang praises unto God. And the prisoners heard them. And suddenly there was a great quake. There was a great earthquake. Suddenly. May this word happen to us suddenly. May the Lord send earthquake in our lives in the mighty name of Jesus to shake everything about in our life. In the mighty name of Jesus. And the foundations of prisons were shaken. And the foundations of prison were shaken. Hallelujah. Kama vile ambavyo tumeambiwa na askofu, wacha wiki hii tuweze kutingisha kila foundation za kila aina, siri zote ambazo zimepangwa na shetani against the church. This week ziwe shaken by our prayers. This week ziwe shaken by our prayers. Wanaposimama na kutangaza, watangaze yale ambayo Mungu anataka, lakini si yale ambayo wao wanataka. Na hiyo ita happen kama tutaenda kushake their foundations. Bwana asifiwe sana. Prayer and praise causes things to be shaken and the doors to be opened. Prayers and praise causes things to be shaken and the doors to open. You want the doors to open? Let's pray and praise God. Let's do what? Let's pray and praise God. Na Biblia inasema hivi mahali ambapo tumesoma, all doors were opened and everyone's bands were loosed. Not one door, all doors. Milango yote ilifanya nini? Ilifunguka wapendwa. Sasa nataka uone milango ambayo imefungwa in the spiritual realm, ya kwamba inaweza ikafunguka yote through prayer and praise. All doors were opened. Na vifungo ambavyo vilikuwa vimewafunga vikafanya nini? Vikafunguka, wakawa loosed. May the Lord cause everybody who is bound to be loosed in the name of Jesus. Hata kama ni viongozi wetu ambao wanatuongoza katika haya masuala ya kufungua makanisa, kama wamefungwa na vifungo vyovyote vile, tunawafungua katika jina la Yesu. Unajua vifungo ni vingi vya kufunga hawa jamaa. Hata sisi tunakaa tu tunangojea ati matangazo. Lazima tuwafungue. Wengine wanafungwa na vifungo vya kitu kidogo. Ulisikia mwimbaji aliimba hapa Kenya, inchi ya kitu kidogo. Mungu atusaidie. Na kwa sababu hatuwezi kuwafikia, lakini in the spiritual realm tunaweza kufikia hiyo roho ya kitu kidogo na tukawafungua kutokana na kitu kidogo in the mighty name of Jesus. So kanisa lazima isimame na iombe. Bwana siwe sana. Your prayers and praise are a powerful spiritual weapons. Our prayers and praise are a powerful spiritual weapons. Silaha zenye nguvu za kiroho. Sisi hatutumii mabunduki. Sisi tunatumia silaha tu hizi ambazo tumeelezewa hapa katika mahali tumesoma. Hizi mbili tu. Prayer and praise. They are spiritual weapons. Very powerful. Yani when we use them, kama ziliweza kushake the foundations ya prison, ni wapi haziwezi kushake? Bwana sasa. Wacha tusitumie wiki hii hizi silaha. Sisi hatutumii bakora, hatutumii bunduki, tunatumia maombi wapendwa. Nimeshangaa sana kutoka corona iingie, watu waliacha kuomba. Na ndio naona mashida yaishi. Watu wako na shida nyingi hata kuliko corona.
Because they don't pray. They don't worship God. Talk a lot na kuona a lot. Punguza kuona sana na kuongea sana. Ni pepo. Ati kila saa 9. Biblia inasema kila saa 9 hawa jamaa waliamka na kuomba. Leo Kenya kila saa 9 what is happening? Vitisho, kila saa 9 vitisho. Fear inakuwa installed katika life yao. Vitisho na fear. Situbadilishe mbinu. Hiyo saa 9 wakati wanaleta vitisho, tuko kwa magoti. Sababu maombi is a spiritual warfare against every spirit. Can you change that practice? Saa 9 wao kitangaza vitu zao, na sisi saa 9 tunasikia katika spiritual realm. Tunasema that is not our portion in the name of Jesus. Tunasema amen. Amen. Ni pepo inakuja mpaka inasema tuingie kanisani na tufunge midomo tusiseme amen, na maana ya kusema amen ni iwe hivyo. So pointi ikiongewa ambayo ni yako ikusaidie. Ni pepo. Destiny yetu bwana iko katika vinyo vyetu, so ikifungwa our destiny is closed. Ni pepo. Hii si kitu kawaida. Hello? Yes. Your prayers and your prayers and your praise are a powerful spiritual weapon. That's why Paul and Silas walipokuwa katika gereza, because they knew this secret, they were offering a sacrifice of praise to their God. Bwana asifiwe sana. They were offering a sacrifice of praise to the Lord. When you praise God, nini inafanyika? He comes down. But when you praise your situation yako inakuja down. When you praise your sicknesses, hivyo ndio inafanyika. When you praise God, He comes down. When you praise your problems, no problems inamwaika kibao. So when you are in the midnight, don't praise your problems. Praise God. And God will come down and take care of everything. Hallelujah. Amen. There's an old song that says, it is easy to sing when the sun is shining bright. But you need a song in your heart in the night. In the night you need a song. May the Lord give us songs in this season ya usiku. Wacha tutakapotoka katika usiku tutoke na new songs. Waimbaji wakuje na nyimbo za kumtukuza Bwana. Juzi nilikuwa naangalia runinga nikasema God help us. Wanasema ati pastors kwa sababu kuna offering na tithes. Wakaleta askofu mwingine hapo, ameenda kwa studio, ameenda kurekodi nyimbo ya corona. Hiyo ishindi kwa jina la Yesu. Atibisho kwa nyimbo ya corona. Wewe corona. Lord have mercy. May the Lord give us song at the midnight to praise Him. Amen. But not to praise corona. Amen. We will not praise corona. No. Yes. Hallelujah. Hatutashuka hivyo. No. Alafu alipomaliza kupraise corona kaimba wewe uhuru sijui nini na nini uhuru. Tulisikia uhuru alitoa sijui 2 million za waimbaji. Ati wale wataimba corona. Na hizo pesa hata zifikangi. Hata waimbaji wanasema hata hawajawahi ziona. Wanasikiaga tu 2 million. When you read in Psalms
Psalms 119:62. Masaa yangu yanaisha. Psalms 119:62. May the Lord give us a song in the night, in our heart. Psalms 119:62 says, "At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thee righteousness judgment." Mwandishi wa Psalms anasema at the midnight he will do what? He will arise to give thanks unto the Lord, unto thee because of thee righteous judgment. What will you do at the midnight? Midnight is a milestone, so to speak. What will you do at the midnight? Usiku wa manane unapokuja, what will you do? Mwandishi wa Psalms anasema, I will arise to do what? To complain at the midnight? No! To say, where are you, God? Where are you, Jehovah? At the midnight, I will arise to give thanks to God. In our midnight, si wakati wa kucomplain. Ndio biashara zikuwa vile zilikuwa hapo mwanzo, but we will not complain. We will give thanks to God in our midnight. Hata ukiamka asubuhi ukijikuta una hata nururu, thank God. Because he is the one who causes everything to happen in our lives. Mwandishi anasema, in the midnight I will arise to give thanks to God. In the midnight, Paul and Silas, they arise to worship God and to give him praise. That's why kulikuwa na shake up katika kanisa. Mnataka tutoke katika hili janga tukiwa na nguvu, basi tujifunze kuamka in the midnight na kumpa Bwana sifa na utukufu, sio kulalamika. Friends, we are in a spiritual warfare. When you read in 2 Corinthians 10:4 says, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. We are in a spiritual warfare. Na hivi vita tunavyopigana, wapendwa, sio vita vya nyama na damu. Sio vita vya kuchukua fimbo na kupiga watu. Shida ni kwamba a lot of Christians wamefail katika hivi vita in the spiritual realm. Wamefail. We have failed. Ni kukura tu na kukura na kuamka na kukura na kukura. Na utajua ni kweli, people are not praying. Angalia vile watu wameongeza weight. Wacha tu nikule. Friends, we are in a spiritual warfare. Tuko katika vita vya kiroho. Huu si wakati wa kukura na kukura. Huu ni wakati wa kupigana vita. For our weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ephesians 6:11 says, put on the whole armor of God, that he may be able to stand against the wiles of the devil. When Paul and Silas began to praise God and to sing in the midst of the prison, they were using spiritual weapon. Walijua hii ni vita. Hii si kitu ya mchezo. Wapendwa, tuko kwa vita. Hii ni vita tuko kwayo. Hii si kitu ya mchezo, hii ni vita. Na tuingie kwa vita, tupigane hivi vita, tujinyime. Tuombe Mungu, tutafute Mungu na tutashinda.
Bwana siwe sana. What will you do at the midnight? Will you turn to God or will you turn on God? The point is this. We are to prepare for midnight before midnight comes. Fanya mazoezi kabla usiku hujakuja, maana usiku unakuja. Ili usiku ukikuja ukupata ukiwa fit. Bwana sio sana. Ili ukupata ukiwa fit. That's why Paulo na Sila, they were prepared. Na ndio naona hata wakati usiku ulipokuja, they did not fail on their duty. They did not fail. They stand. Mpaka milango yote ikawa wazi. Aliyekuwa ameweka hapo ndani akataka kujimaliza. Paulo akamwambia, sisi we are not that kind of people. Atufurahie sasa ile adui anaangamia. We are here, hatujatoroka, tuko hapa. Hata yeye alishangaa mlinzi. Milango iko wazi, badala watoke wakimbia wanasema tuko hapa. Na ndio naona mali tumesoma ile anasema hakuamini mpaka akasema hebu taa iwashwe. Nione kweli uko hapa. God is a God ambaye ni kushangaza. Mara moja huyu jamaa pamoja na nyumba yake akampokea Yesu. Sasa swali ni kumbe wende ikawa hata Mungu aliruhusu hawa jamaa waingie hapa ili huyu jamaa aokoke na nyumba yake. Watu wao hawakuona vile, wao waliona mateso, shida, dhiki. But ilikuwa ni kwa sababu mmoja aokolewe. Ilikuwa ni kwa sababu mtu mmoja na nyumba yake waweze kuokoka. Vita tunavyopigana wapendwa, ni vita vya kuweka watu wengine huru. Ni vita ambavyo vitasababisha watu wengine ambao wamefungwa waweze kufunguliwa. Ukisoma katika kitabu kile cha Matthew 5:10 to 12, utasoma tu, just write somewhere. Matthew 5:10 to 12. Kisoma Biblia naona vile inasema. Inasema tufurahi wakati ambapo we are passing, ama we are in the midnight. Rejoice. Matthew 5. Just write somewhere. To 12. Anasema heri wenye kuwaudhi kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri nyinyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanena kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. 12. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yetu. Believers' joy is within, not conditioned by outward circumstances. Persecution cannot destroy our peace and joy. So we will continue to have peace and joy, because hata tunapoendelea kupitia mambo ambayo tunapitia, they will not change us, because believers' joy is within, not conditioned by outside circumstances. Our joy is from within, not from outside. So chochote kifanyike outside, we will continue
to have joy and peace in God. That's why hata Paulo alipowekwa huko korokoroni, hawaku lose their joy, hawaku lose their peace, sababu walijua kwamba it's within. Na ndio naona usiku wa manane ulipofika, because it's within, wana worship God and praise God. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. What will you do at midnight? When midnight comes, that is the time now to praise God and to worship the Lord. Tusimame kwa miguu yetu.